asifiwe. Amen. Wow, asante. Jina la Bwana litukuzwe. Isaiah 54. Isaiah 54. Isaiah 54. Isaiah 54. Isaiah 54 kwanza pamoja. Hebu na tutulie na tuwe makini usikie vile neno linavyosema leo hii. Atiri we mutumia muthatu utaciaraga ina rwimbo itikana na kuina wandirire muno we utari waigua ruo rwa kurumwo ni gukorwo ciana cia mundu wanja uria utigitwo wiki ni nyingi gukira cia mundu wanja uria wikitio. Uguo niguo Jehova ekuga. We aramirie handu ha hema yaku na utamburukithie matama ma cikaro ciaku maria macunjurite na ndukamacaire. Raihia mihindo ya hema yaku onacio ihige ciayo ucikindire makiria ni undu ni ukahurunjukira mwena waku wa urio ona wa umotho. Naguo ruciaro rwaku ni rukegwatira ndurire ituike ciaruo namo matura maria matigitwo utheri rutume maturwo ni andu. Menya witigire ni undu ndugaconoka ona kana uigue thoni ni gukorwo nduri hingo ugaconorithio ni undu ni ukariganirwo ni thoni cia uria waconokire unyinyi-ini waku ona ruo rumena ruria wanamenwo riria waikarite wi wa ndigwa ndugacoka kuririkana ringi ona ri. Ni gukorwo uria wakumbire niwe muthuriguo na rio ritwa riake ni Jehova. Munene wa ita ningi uria mutheru wa Israeli niwe mugukuri nake aritagwo Ngai mwene thi yothe. Ni gukorwo Jehova arogucokia ta uri mundu wanja uratetwo na akaigua uru na ngoro ota mundu wanja wahikirio munyinyi na agacoka guteo. Uguo niguo Ngai waku ekuga. Ni undu iragutete kahinda kanini na riri gucokaniriria gikuiguagira tha muno tondu wa uria ndatukunyanite muno ndirakuhithite uthio wakwa kahinda kanini no riri nĩngakuiguĩra tha ngĩgũtugaga na mĩtugĩre ĩrĩa ĩtagathira tene na tene. Ũguo nĩguo Jehova mũgũkũũri ekuga. Nĩ gũkorwo harĩ niĩ-rĩ ũndũ ũcio ũtariĩ o ta maĩ ma kĩguũ kĩa hĩndĩ ya Nuhu, nĩ ũndũ o ta ũrĩa ndehĩtire atĩ kĩguũ kĩa maĩ kĩa Nuhu gĩtigacoka gũka gũkũ thĩ guothe. Uguo noguo ndĩhĩtĩte rĩu ngoiga atĩ ndigacoka gũtũkũyana nĩwe ona kana gũkũũme. Nĩ gũkorwo irĩma nĩikehera ona ithũngũri ithamio na rĩrĩ mĩtugĩre yakwa ĩrĩa ngũtugaga nayo ndĩkehera harĩ we ona kana kĩrĩkanĩro gĩakwa kĩa ũiguano gĩthamio harĩ we. Ũguo nĩguo Jehova ũrĩa ũkũiguagĩra tha ekuga. Atĩrĩrĩ itũũra rĩrĩ we ũnyarirĩtwo na ũgathukathukwo nĩ kĩhuhũkanio kĩa rũhuho na ũkaga ũhoreri. Atĩrĩrĩ mahiga maku ngamanyitithania na mũnyamũ wa rangi wa mĩthemba mĩingĩ mĩega onacio itina ciaku ndĩcihande na mahiga ma yakuti. Ndirica ciaku-rĩ ngacithondeka na mahiga mega matune onacio ihingo ciaku ndĩcithondeke na mahiga ma beregathu nayo mĩhaka yaku yothe-rĩ ĩirigwo na thingo cia mahiga marĩa me goro mũno. Nacio ciana ciaku ciothe nĩ ikarutwo maũndũ nĩ Jehova nĩguo ũiguano ũrĩa ũkagĩa naguo nĩ ũkaneneha mũno
naguo uiguano uria ikagia naguo na ciana ciaku ciothe nĩ ikarutwo maũndũ nĩ Jehova, naguo uiguano uria ikagia naguo nĩ ũkaneneha mũno, nawe nĩ ũgaikara ta ũhandĩtwo wega ũhoro-inĩ wa ũthingu, naguo ũhoro ona ũmwe wa gũkũguoyohia na nĩ gũkorwo ndũkona ũndũ ona ũmwe wa gũkũguoyohia, nakĩo kĩmako nĩ gĩgakũraihĩrĩria nĩ ũndũ gĩtigagũthengerera. Atĩrĩrĩ, hihi andũ nĩ makarahũra ngũĩ, no rĩrĩ niĩ ndigakorwo ũhoro-inĩ ũcio. Mũndũ o wothe ũrĩa ũkarahũra ngũĩ agũkĩre-rĩ, nĩ kũgũithio akagũithio nĩwe. Atĩrĩrĩ, nĩ niĩ ndombire mũturi ũrĩa ũhurutaga mwaki wa makara, agacoka agathondeka indo cia igera iria cia kũruta wĩra wake nacio, onake mũndũ ũrĩa wananganaga akaninana niĩ nĩ niĩ ndĩmũmbĩte. Gũtirĩ mũtĩ wa mbara ona ũrĩkũ ũrĩa ũthondeketwo wa gũgũkĩrĩra ũkagĩrĩra wĩra-inĩ waguo. Ningĩ wĩcira-inĩ-rĩ, nĩ ũkahota ciugo ciothe cia mũndũ ũrĩa ũgagũkĩrĩra. Rĩu nĩrĩo igai rĩrĩa ndungata cia Jehova, onaguo ũhoro wacio wa gũtuo ũthingu umaga kũrĩ niĩ. Ũguo nĩguo Jehova ekuga. Hallelujah. Bwana asifiwe. Soma brother. Kwa haraka pia. Hallelujah. Imba wewe uliye tasa, wewe usiyezaa, paza sauti yako kwa kuimba. Piga kelele wewe usiyekuwa na utungu, maana watoto wake aliyeachwa ni wengi kuliko watoto wake yeye aliyeolewa, asema Bwana. Panua mahali pa hema yako na wayatandaze mapazia ya maskani yako, usiwakataze. Ongeza urefu wa kamba zako, vikaze vikingi vya hema yako, vigingi vya hema yako, kwa maana utaenea upande wa kuume na upande wa kushoto, na wazao wako watamiliki mataifa. Wataifanya miji iliyokuwa ukiwa kukaliwa na watu. Usiogope, maana hutatahayarika, wala usifadhaike, maana hautaaibishwa. Kwa kuwa utaisahau aibu ya ujana wako, pia mashutumu ya ujane wako hutayakumbuka tena. Kwa sababu muumba wako ni mume wako, Bwana wa majeshi ndilo jina lake, na Mtakatifu wa Israeli ndiye mkombozi wako. Yeye ataitwa Mungu wa dunia yote, maana Bwana amekuita kama mke aliyeachwa na kuhuzunishwa rohoni, kama mke wakati wa ujana atupwapo, asema Bwana Mungu wako. Kwa kitambo kidogo nimekuacha, lakini kwa rehema nyingi nitakukusanya. Kwa ghadhabu ifurikayo nalikuficha uso wangu dakika moja, lakini kwa fadhili za milele nimekurehemu, asema Bwana mkombozi wako. Kwa maana jambo hili limekuwa kama maji ya Nuhu kwangu, maana kama nilivyoapa ya kwamba maji ya Nuhu hayatapita juu ya dunia tena, kadhalika nimeapa ya kwamba sitakuonea hasira wala kukukemea. Maana milima itaondoka na vilima vitaondolewa, bali wema wangu hautaondoka kwako, wala agano langu la amani halitaondolewa, asema Bwana akurehemuye. Ewe uliyeteswa, uliyerushwa na tufani, usiyetulizwa, tazama, nitaweka mawe yako kwa rangi nzuri, nitaweka misingi yako kwa yakuti samawi, nami nitaifanya minara yako ya akiki nyekundu, na mlango yako ya almasi, na mipaka yako yote ya mawe yapendezayo. Na watoto wako wote watafundishwa na Bwana, na amani ya watoto wako itakuwa nyingi. Utadhibitika katika haki,
utakuwa mbali na kuonewa, kwa maana hutaogopa, na mbali na hofu, kwa maana haitakukaribia. Tazama, yamkini watakusanyana, lakini si kwa shauri langu. Watu wote watakaokusanyana juu yako wataanguka kwa ajili yako. Tazama nimemuumba mhunzi avukutaye moto wa makaa, atatoa silaha kwa kazi yake. Nami nimemuumba mharibu ili aharibu. Kila silaha iliyofanyika juu yako haitafanikiwa, na kila ulimi utakaoinuka juu yako katika hukumu utahukumu kwa makosa. Huu ndio urithi wa watumishi wa Bwana, na hakika yao inayotoka kwangu mimi, asema Bwana. Na haki yao inayotoka kwangu mimi. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwangu mimi naona ni kama jibu limejibiwa. Bwana asifiwe. Katika Kristo Yesu. Imba wewe uliyetasa, wewe usiyezaa. Paza sauti yako kwa kuimba, piga kelele wewe usiyekuwa na utungu, maana watoto wake aliyeachwa ni wengi kuliko watoto wake yeye aliyeolewa, asema Bwana. Bwana asifiwe. Wewe unaambiwa imba wewe uliyetasa, wewe usiyezaa. Paza sauti yako kwa kuimba, piga kelele wewe usiyekuwa na utungu, kwa maana watoto wake aliyeachwa ni wengi kuliko wake wale yeye aliolewa, asema Bwana. Bwana asifiwe. Jambo hili dada na ndugu katika Kristo Yesu, jambo ambalo limejiweka wazi mbele zetu, na ninamshukuru Bwana kwa hayo yote. Kwa ajili ya jambo hili ni kwa wale ambao wamesimama na kwa wale ambao wote walikuwa wameketi. Bwana asifiwe. Sisi wote kwa jumla, kwa sababu kuna wakati mwingine unaweza kuwa unajisikia ni kama wewe ni tasa. Bwana asifiwe. Wewe uko utu. Amen. Wewe hauna kitu. Wewe unaonekana ni kama mtu ambaye hutakuja kuwa na kitu. Bwana asifiwe. Hautakuja saa, hautakuja pata chochote kile. Ujaribupo hakuna matokeo. Bwana asifiwe. Unaamua paza sauti yako kwa kuimba, piga kelele. Usiwe na huzuni. Bwana asifiwe. Usiwe na huzuni. Haleluya. Wewe hata hujai kuwa na uchungu wa kuzaa. Bwana asifiwe. Mara nyingi dada na ndugu, kuna mambo usumbua wanadamu. Bwana asifiwe. Na wakati mwingine wewe una familia fulani ama mtu mwingine wewe fulani au rafiki yako mahala fulani, ni mtu anazidi akifanikiwa. Bwana asifiwe. Haleluya. Na watu wanakuwa wakicheka au wanakucheka kwa sababu hauna. Bwana asifiwe. Huo ni utasa. Bwana asifiwe. Haleluya. Wakati hauna, wakati umekosa, huo ni utasa. Bwana asifiwe. Wakati unatembea hivi mchana kutwa, unajaribu huku na kule, unarudi nyumbani bila, huo ni utasa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hata wacheza mpira, wakati wanacheza mpira, wakati wametoka sare au wametoka 0-0, huo ni utasa. Bwana asifiwe. Hakuna kitu, wamefanya kazi kubwa lakini hawakufunga, huo ni utasa. Bwana asifiwe. Inaonekana kwamba wakati maneno haya ni Bwana ananena. Bwana asifiwe. Haleluya. Ni Bwana ananena. Haleluya. Wewe ambaye unaambiwa umekaa kama tasa, wewe usiyezaa, uanze kupaza sauti yako na kuimba na kupiga kelele. Bwana asifiwe. Haijalishi hiyo familia inasema nini, haijalishi marafiki zangu nini wanasema. Wakati when people talk, Bwana asifiwe. When people talk, God speaks. Bwana asifiwe. Haleluya. Wakati watu kule nje wanaongea ovyo ovyo, Mungu simama na kunena. Bwana asifiwe. Wakati kumekuwa na kilio, Mungu simama na kunena. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Mungu wetu ananena. Bwana asifiwe. Bwana ananena. Kwa hivyo maneno haya yachukuliwe katika kibao cha moyo wako. Bwana asifiwe. Wewe uliyebutu, wewe uliyetasa, Bwana asifiwe, unabuko na watoto wengi kuliko yule ambaye ameolewa. Bwana asifiwe. Waweza kuona ya kwamba fulani ako na mali nyingi,
hata hajali hiyo mali vile inakaa. Haleluya. Ako na mali nyingi kiwango hata anaharibu ovyo ovyo. Bwana asifiwe. Haleluya. Lakini wewe labda uko na nyingi kumshinda yeye yule, ako nazo. Bwana asifiwe. Haleluya. Yeye labda anaweza kuwa ndio tasa. Bwana asifiwe. Lakini sasa hivi kuna jambo ambalo linakuja, kwa sababu utasa tulioko nao leo hii sio utasa ule wa kawaida. Kuna kitu tumekosa kujua. Tumekosa hata amani ndani yetu. Tuna utasa wa amani. Bwana asifiwe. Tuko na utasa wa hekima, ufahamu na maarifa. Tuko na utasa. Bwana asifiwe. Lakini wakati Mungu anakuja kukutunukia mambo hayo, utakuwa wewe uko zaidi ya yeye yule ako na hiyo mali. Bwana asifiwe. Kwa sababu amekuja amekuongezea hekima itokao kwa Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe kanisa. Haleluya. Akazidi kusema hivi, wewe, maana watoto wake aliachwa ni wengi kuliko watoto wake yeye yule aliolewa, asema Bwana. Wakati mwingine dada na ndugu, sisi wana kweli tumeachwa. Ushona msichana ameolewa, kisha yeye yule jamaa mwa akamwacha, si ndio? Na alimwambia mambo mengine mengi ya mapenzi na kupenda sukari yangu na kupenda kama supu ya kuku nini, mambo kama yale. Bwana asifiwe. Na siku moja huyo jamaa anamwacha huyo msichana, sivyo? Haleluya. Eti hata walikuwa wakitembea hata kimwagikiwa na ile tomato sauce hivi analala kwa mkono yake, ni mapenzi. Alafu huyo msichana, hiyo mapenzi yote inakufa. Bwana asifiwe. Haleluya. Kama mtu ambaye aliyeachwa. Hebu jiweke katika hicho kiatu cha mtu aliyepigwa talaka na ili hali si uzee. Bwana asifiwe. Ameachwa si sababu amezeeka. Ni hivi tu. Huyo mwanamke ujiweka vipi? Au siku moja tu wewe ukiwa mume uamke asubuhi kucha bibi yako ashaondoka na virago na akaenda na asikurudie. Nataka ujijibu, jiulize na ujijibu. Utakaje ndani ya moyo wako? Utajiuliza maswali mengi zaidi. Ni nini nimefanya? Sivyo? Ni nini nimefanya? Kwani ni nini ninao ndani yangu ambao haifai kwa huyu mume au kwa huyu mke? Na mwanamke atalia, yeye ndiye alinitoa kwetu. Kama angelijua hivi angeliniacha. Bwana asifiwe. Haleluya. Lakini subject hapa ni nini? Ameachwa. Bwana asifiwe. Hata boyfriend na girlfriend, kuna siku wanakutana. Nini hata kwenda siku wanakutana, sivyo? Hata kai smart kidogo ulani, si ni kweli? Si ndivyo? Na wanaachana na anaenda kidogo tu, maybe nasema tu utakuta huyo girlfriend uliyekuwa wako hapo na mwingine, na wewe labda utakuwa na mwingine, na wewe uliyemwacha wewe ukasumbuke, manake utasumbuka. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe kanisa. Amen. Hakuna haleluya. Haleluya. Amen. Hakuna haleluya. Bwana asifiwe. Ni huzuni. Bwana asifiwe. Natafuta kule kuna utasa. Bwana asifiwe. Msichukue vibaya, mimi natafuta kule kuna utasa. Wakati wewe msichana atakapopatana na jamaa mwingine, labda aende kukutana na jamaa kwa na mali, si ndivyo? Utakutana na huyo mwanaume akisemaje? Si ndio niko na dudu malaya? Ako malaya. Sivyo? Amepata mtu mwenye mali. Na ule mtu basi ni kijana pia vile vile, na wakasuggest wataoana. Bwana asifiwe. Kumbuka pale mlipigana mkawachana, hapa sasa sitaki kuona never na hata pete tu. Kwa kagongo nao kichwa, sivyo? Chochote kile ulimbai, hata simu ikachukuliwa, ukanyang'anywa simu. Sinafanyika hivyo. Hata simu maji. Na akatoa sim card. Si ndivyo? Halo? Hello? Si ndivyo? Halo? Si ndivyo? Unanyang'anywa sim card. Unakaa kama mtu hakuwa na kwao. Na una familia. Una jamii za kwenu. Haleluya. Ushafutwa kazi ya mke ama ya girlfriend au ya boyfriend.
ushafutwa, umebaki siku hiyo tasa, hauna matumaini. Bwana asifiwe. Amen. Now the question is, wakati Mungu aliyekupenda sana ndugu akamshusha mwanae toka mbinguni kaja hapa duniani akafa kwa sababu ya dhambi zako na makosa na maovu yako, na akachukuliwa akapigwa, watu wakamwona kana kwamba Mungu ndio amempiga. Bwana asifiwe. Ni kwa ajili yako. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Kwa ajili Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanae wa pekee aje akunusuru wewe na mimi, na wale watu watakao amini, Bwana asifiwe, watapokea uzima wa milele na milele. Bwana asifiwe. Mbona huyo Mungu msifarakane na yeye? Mkifarakana na yeye vile alivyokupenda, anasema kile anafanya wale wengine ili wewe uishi, atakufanya vivyo hivyo. Penda tusipende. Bwana asifiwe. Kuna watu wanapitia mateso mengine, kuna watu wanapitia utasa wa kujiwekelea, kuna watu wanapitia utasa wa kuwekelewa na wengine, kuna watu wanapitia utasa kwa sababu jamii zao wamepitia mateso. Bwana asifiwe. Jamii zao wamepitia mateso, huku wamepelekwa wakafanya makafara, huku wameambiwa nenda mtoe mbuzi. Haleluya. Juzi mtu mwingine nilienda mahala ananiambia, usijali pale kuna kaburi, tulienda na mzee mwingine akamwambia tunaogopa kaburi, hakuna kitu, tunachinja mbuzi tutoe ngomio. Ngomio, mimi sijai kusikia ngomio ni nini maisha yangu. Nikamuuliza ngomio ni nini, akaniuliza kwani umetoka pande gani ya Kenya? Imagine ati tuchinje mbuzi, ati yule amelala alale kabisa. Bwana asifiwe. Tulikuwa na mzee mwingine anaitwa Solomon, mwalimu alikuwa teacher Solomon. Bwana asifiwe kanisa. Haleluya. Sasa nikamuuliza, sababu pale mnasema ati ni nyumba tu, pale panaweza jengwa, hiyo si kitu. Jamaa anasema hivi, kuchinja tu tumwage damu pale hivi, unaona? Ati inaitwa ngomio. Unajua ngomio? Ya kufanya hiyo kitu ilale inaitwa ngomio. Mnatoa hiyo. Okay. Hata Sandra anajua ngomio. Tulisikia hiyo jina ngomio, sisi tulicheka sana. Ati ngomio ni akukomia. Sasa tunashindwa aje? Mchinje ndio ule na alikufa zamani alale zaidi. Na siku ile anakuwa na njaa atamka. Tuonyane. Bwana asifiwe. Mungu akafarakana na wewe. Haleluya. Mungu atawachana na wewe the moment umeingilia hizo vitu. Bwana asifiwe. Unatolea mbuzi nani? Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya. Na kuonesha utasa kule unaingilia. Haleluya. Utasa wako kule unapitia. Mambo hii ati lazima ukule mbuzi, ukule mara na mbuzi. Si ndio? Kuna mtu anaongea. Najua wengi wametoa, si ndio nani? Unakula mara na mbuzi. Mara kilo 3 natoa mbuzi mzima ndio nikule mara. Niletee kuwa mpaka mkia ndakula yote. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa sababu sina huo utasa. Haleluya. Sina huo utasa. Kwa sababu najua kile Mungu ameniwekea. Yes, nitakuwa na utasa hapa, lakini mimi nitazaa wengi zaidi kuliko hawa. Bwana asifiwe. Mimi nitaonekana mimi ni tasa. Yes, nimeachwa, siwezi nikala, lakini kule nifikapo kwa Mungu nitakuwa na zaidi ya wale ambao nimeacha huko. Bwana asifiwe kanisa. Manake hapa nitafunguka. Wewe vile vile wewe uliyetasa. Bwana asifiwe. Siku zaja na wakati wako umewadia, kwa sababu Mungu ametujibu. Bwana asifiwe. Utasa wako ufike mwisho. Haleluya. Panua mahali pa hema yako, na yatandaze mipapazia na maskani yako. Usiwakataze, ongeza urefu wa kamba zako, vikaze vigingi vya hema yako. Bwana asifiwe. Leo hii umesema kuna jambo limekufikiria. Bwana asifiwe.
lakini unaanza kupanua mahema yako. Kwa nini? Kwa sababu kutakuwa na wingi. Bwana asifiwe. Wewe uliyetasa utakuwa na watoto wengi zaidi ya yule aliyeolewa na mwana. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wewe usiye anza kukaza kamba zako, anza kupanua mapazia yako. Haleluya. Anza kuweka vizuri vigingi ya hema yako, foundation. Bwana asifiwe kanisa. There is a time lazima tuyachukue by force. Haleluya. Anza kuvuta kamba huko na pande ile, sio hapa. Wacha kujilimit. Na muambia Bwana, muambia na wasisemi hivyo kwa vile sijaona Bwana akitenda. Haleluya. Si ati sijaona hivyo kama sijaona Mungu akitenda. Mungu anatenda, Mungu anafanya. Unapopanua mahali pa hema yako, anza sasa kupanua kushoto kulia, mbele na nyuma, na unapoyatandaze mapazia na maskani yako. Usiwakataze, ongeza urefu ya kamba zako, vikaze vigingi vya hema yako, kwa sababu mbele ilikuwa ni hapa kahema kadogo. Amen. Kahema ni kadogo, kamba zako ni ndogo, manake hakuna upanuzi, hakuna kuongezeka. Basi sasa amekuja ili akuongezee. Bwana asifiwe. Amekuja ili afute hayo machozi yako ambapo uliavyo, kwa maana utaenea upande wa kuume na upande wa kushoto, na wazao wako watamiliki mataifa, wataifanya miji iliyokuwa ukiwa kukaliwa na watu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo sasa uzao wako utakuwa ni mwingi. Wakati dada na ndugu uko na uzao mwingi, ndivyo unavyozidi kuongezeka. Manake ni kumbuka Kumbukumbu ya Torati 8. I will never forget it in my life. Bwana asifiwe. Ati wakati unatakapokuwa umekaa ndani ya nyumba yako umejenga, sio mahema, nyumba yako umejenga ya mawe umekaa, na makundi ya ng'ombe huko nje. Kumbuka usije kusema ati ni utajiri wako, ni nguvu zako, ni akili yako. Sema ni Mungu amekupa utajiri. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Na wewe usiabudu miungu mingine. Leo hii kwa utajiri kanaingia hivi dada na ndugu. Ukikutana hata na dada mlikuwa naye jana hapo, inaweza kuwa namna gani? Leta kuonana. Sivyo? Toe hapo milioni 2. Haleluya. Uone mtu miezi 3. Ngoja ianze kuisha. Mwendo wa pole kama mtu aliyefiwa. Bwana asifiwe. Muuliza hata hiyo pesa kule imeenda, hakwambii. Bwana asifiwe. Lakini leo hatuneni hivyo. Tunasema utasa umetuondokea. Bwana asifiwe. Hapa ni kujaziwa, tunajaziwa. Haleluya. Tulienda ndivyo bila vikapu, lakini tukarudi huko vikapu vyetu havijajaa. Lakini sasa hivi tunapotoka huku kwenye utasa, tunaingia katika sehemu ambayo haina utasa, tujaze vikapu vyetu katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Kwa maana unaenda upande wa kuume, upande wa kushoto, na wazao wangu watamiliki mataifa, wataifanya miji iliyokuwa ukiwa kukaliwa na watu. Bwana asifiwe. Tulifanya hivi, tukanunua shamba miaka ambayo imepita huko Bendigwa. Tulipoenda pale, mimi na Joyce na watoto, hiyo shamba tukakuta iko na majani 3/4 acre. Tulipotoka pale ya South Sea, na tulipoingia mahala pale, Joyce akaplan na tukawa kwa kunini kupanda spinach, sukuma wiki na nini nyingine. Kulikuwa na maembe, mandizi, miwa. Bwana asifiwe kanisa. Amen. Wenyeji wa area hiyo wakaanza kuulizana maswali. Ni irrigation, unasikia? Wananyunyizia maji? Hapana. Tukapatia jamaa mwingine kazi hapo hivi. My mother ambaye sasa amelala na mama yake Joyce na wengine, tuliwapatia sukuma na spinach. Wakasema ni kama zimetiwa sukari. Mahindi yenyewe watu walikuwa wanatazama kwa, unaona vile Wakikuyu utembea. Wanauliza jamaa, tukao tumeandika hapo Maina, wanafanyaje hawa? Manake hawajui. Tukapatiana, unajaza kagunia kale ka 50 kg, hii peleka kwa mama, hii peleka kwa fulani. Hizi umetoa wapi?
Sisi ni kazi ya mikono yetu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe kanisa. Na maingiu, wacha niwaambie, wakati wote tunafanya hiyo yote, mimi na mke wangu tulikuwa tasa. Bwana asifiwe. Yesu kuna watoto, lakini hakuna anayetutembelea. But we are able to supply them na chakula. Bwana asifiwe kanisa. Haleluya. Mungu akabariki kazi ya mikono yetu. Huwezi barikiwa dada na ndugu hata dakika hii. Kama utaenda kufanya kazi Mungu umepokezwa, utabarikiwa. Enda ufanye ubarikiwe. Wacheni michezo. Bwana asifiwe. Ati mwingine alikuja hapa akasema nimeombewa. Uliponiombea hakuna kitu kilifanyika. Ni kama alikuwa angoja pesa itoke juu aanze kuingia mfukoni. Imagine mtu alikuja hapa kuniambia hivi. Nitamwambia nani ufanye kazi? Go work. Maandiko imesema asiyefanya kazi na asile. Bwana asifiwe. Wazo umeanza hivi, utaanza kuona ule utasa umeondoka. Na ukianza kukaza hema zako, hata kazi kama ilikuwa ni hapa, wakati mtu umeanza kusikia kweli kuna kitu kinaendelea mfukoni hapa, nimebarikiwa. Hata historia iko hapa na ichukua. Si kweli? Unachukua historia inakuwa ni story mbili. Kidogo kidogo unasema hapana. Kuna mahali nimesikia kuna kibanda mtu anataka kukodisha. Yes, unaenda una negotiate, unapewa kiwanda. Yule mtu alikukodisha mahali pale, manake aliona kwamba hakuna biashara. Usijali hata kama mtu ashavunja biashara yako. Bwana asifiwe. Manake Mungu amesema. Haleluya. Atauondoa utasa. Haleluya. Na wewe kaza hema. Usingoja chakula mali kafunguka mbinguni. Yako ishapeanwa. Bwana asifiwe kanisa. Yangu ishapeanwa, yako ishapeanwa. Mungu ashagawa kwako, ashagawa kwangu. Haleluya. Anasema hivi. Usiogope maana hutatahayarika, wala usifadhaike maana hutaibishwa, kwa kuwa utaisahau aibu ya ujana wako this day. Bwana asifiwe. Usiogope, manake uoga ndio unanini watu zaidi. Bwana asifiwe. Usiogope maana hutatahayarika, wala usifadhaike maana hutaibishwa. Nani hata kuibisha? Mungu hata kuibisha. Kwa kuwa utaisahau aibu ya ujana wako, pia mashutumu ya ujana wako hutayakumbuka tena. Bwana asifiwe. Haleluya. Fear not. Usiogope. Hautaibika, hautafedheheka, hautaibishwa na mtu wao yote, kwa kuwa utaisahau. Manake nilikuwa tasa, sasa hapa niko na uzao. Bwana asifiwe. Nilikuwa tasa, hapa sasa niko na uzao. Hapa nilikuwa sijamiliki, sasa hapa nimemiliki. Kelele haizai chochote. Manunguniko hayazai chochote. Manunguniko uzaa manunguniko. Wakati tunalia dada na ndugu, nani wanapiga kelele? Nani anafurahia? Shetani. Badala hata wakati nimekosa, niambie Mwenyezi Mungu, asante Bwana. Asante Mungu wangu. Bwana asifiwe. Asante Yehova. Najua ni siku 3 tu ukaniambia jambo fulani. Haleluya. Bwana asifiwe. Anasema kwa kuwa utaisahau aibu ya ujana wako, pia mashutumu ya ujana wako utayakumbuka tena, kwa sababu muumba wako ni mume wako, wewe usiyezaa, wewe uliyetasa. Bwana asifiwe. Mwache Mungu Baba basi awe mume wako, aliye muumba wako, aliyekuita kwa jina lako, yuakufahamu, yuakujua. Bwana asifiwe. Bwana wa majeshi ndilo jina lake, na mtakatifu wa Israeli ndiye mkombozi wako. Yeye ataitwa Mungu wa dunia. Haleluya. Kwa sababu ya nini ataitwa haya yote? Amejionyeshana kwako na anaonyesha ulimwengu yeye ni Mungu kupitia ndugu huyu, kupitia dada huyu, kupitia huyo dada na kupitia kila mmoja wetu. Bwana asifiwe. Anakuja anajionyeshana. I am he. I am the Lord Almighty. Mimi ndimi nilisema kuwe na kukawa. Mlichukia hiki, na kile ambacho umechukia ndicho Mungu anataka. Bwana asifiwe. Kile watu wametupa ndicho Mungu anakimbilia na kukiokota. Bwana asifiwe. Kile ambacho kinaonekana kama ni butu, Mungu anakichukua na kukitia makani.
Bwana asifiwe kanisa. Why should we cry? Bwana tulie. Bwana asifiwe kanisa. Amen. Bwana basi tulie. Tusilie na tusiogope. Bwana wetu amekuja leo. Haleluya. Amen. Ukumbuke dakika tu hii, usahau mashutumu na matukano ya ujana wako. Bwana asifiwe. Haya, ati ukiona huyo ni fulani, una Mungu. Bwana asifiwe. Ukiona ni nani mtoto wa fulani anatembea hapa, kuna Mungu. Bwana asifiwe. Ukiona ni nani amepitia hapa na higo, kuna Mungu. Bwana asifiwe. Anatembea akikimbiza higo. Kwani higo sinakuwa ndani. Na bwana akikuwa anasema ndio higo. Nilitafuta siku moja higo ikakosekana. Wangu ni ajua kule hizo higo zinakaa. Bwana asifiwe. Maana kadi ucheka sana kisikia higo na mtu anza. Higo si kidney. Lakini niko ndani zaidi hapo sasa unaona higo. Ule anaji higo. Unaona higo? Ndio ni zako higo. Amen. Hata kama uko na kata tatu ni zako brother. Amen. Bwana asifiwe. Hata nikawa na tumbo mbili ni zangu. Bwana asifiwe. Hata kama nimekonda ni ya na nakula chakula ya kutosha. Bwana asifiwe. Bwana nisikule chakula onekana kama inapotea. Haleluya. Bwana asifiwe kanisa. Kwa sababu muumba wako ni nani? Ni mume wako. Bwana wa majeshi ndilo jina lake, na mtakatifu wa Israeli ndio mkombozi wako. Yeye ataitwa Mungu wa dunia, maana Bwana amekuita kama mke aliyeachwa na kuhuzunishwa rohoni, kama mke wakati wa ujana atupwapo asema Mungu wako. Haleluya. Kama vile nilivyomwambia huyo msichana alipotupwa, huyo kijana alipoachwa. Haleluya. Uchungu ni mingi dada na ndugu. Kuna mama moja juzi nilikuwa namkumbuka tukiwa nyumbani na Joyce na Sandra kwa nyumba. Mama akakuja akaniulizaje, sasa mimi nitakufa. Mimi nitaja kufa siku moja tu. Niache msichana huyu wangu. Na sijui kama yeye uzaa ama hata zaa. Sababu wengine wote wameenda, mimi ndio nimebaki na yeye. Joyce wakaenda kumtembelea wakiwa na Sandra, wakamkuta na mtoto. Na huyo mama akaniambia jibu, siombe msichana wangu. Siku moja nikifunga macho, siku ninafunga macho nimwache na mtoto. Mara ya kwanza nilikuwa nimefikiria vibaya mama anaongea. Tuache hiyo. Bwana asifiwe. Manake niliambia, wewe unaona huko unangechea? Hana mtoto. Nilikunywa chai kwa shida sana. Bwana asifiwe. Akija akaniambia tumuombe isije kakufa kama hana mtoto. Mama mwenyewe hajafa na ameona mjukuu. Bwana asifiwe. Furaha tele. Mimi hata sikuwa najua shapata mtoto, sababu sikuwa na habari. Joyce na Sandra ndio walienda kutembea kwake, wakakuta msichana huyo ako na mtoto. Ngambia aiye kweli. Kaambia mama yake sasa ameniambia ni miaka imepita. Haleluya. Muombe hata aone Bwana. Alikuwa kama hajipata. Haleluya. Sasa tunaona aibu ya huyo mtoto, ya huyo demu imeondoka, sivyo? Vile alipoonekana sasa sivyo anaonekana. Hata mama mwenyewe anafurahia kuwa na kamtukuu kwa nyumba, isipokuwa na serikali kanyaga sofa zake. Nikatukutu sana, maana yake ni kutoka moja tu kwa hiyo nyumba. Bwana asifiwe kanisa. Na kanafungiwa kama kuku akatoki nje kasipotee. Haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe. Bwana mkuita mke aliyeachwa na kuhuzunika rohoni, kama mke wakati wa ujana atupwapo asema Mungu Baba. Kwa kitabu kidogo nimekuacha. Just listen your sentence. Hebu sikiza dada na ndugu. Kwa kitabu kidogo nimekuacha, lakini kwa rehema nyingi nitakukusanya. Bwana asifiwe. Kwa hivyo dada na ndugu nyinyi ambao mlikuwa mmesimama, niseme tu kwa mfano na mtu ambaye yote ameketi hapa. Kitabu tu kidogo Mungu alikuondokea. Bwana asifiwe. Hallelujah. There is a time that comes, wakati Mungu anakuondokea tu, akujaribu, akutweze. Bwana asifiwe. Aone moyo wako vile ulivyo, kama utamwacha ama hautamwacha. Bwana asifiwe. Anakuacha, anakuondokea. Na kama huamini, enda Kumbukumbu ya Torati 8. Nilikujaribu, nikakutweza, nione vile moyo wako ulivyo, kama utachukua masharti yangu na kuyafuata au kama utaniacha. Haleluya. Lakini akaona
huku mwacha hata wakati wa shida, huku nungunika. Manunguniko ndio the worst. Bwana asifiwe. Manunguniko ndio mabaya. Haleluya. Ati akasema nini? Kitambo kidogo nimekuacha, lakini rehema nyingi nitakukusanya. Bwana asifiwe. Sababu Mungu ni wa rehema nyingi, atakukusanya. Hata saa hii anakukusanya. Bwana asifiwe. Anakutayarisha, ananitayarisha. Haleluya. Kwani unafikiria kibarikiwa wale walikuwa wamesimama hapa, mimi sitabarikiwa? Acha wewe utabarikiwa dada uliyeketi. Lakini hauko na manunguniko. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa ghadhabu ifurikayo nilikuficha uso wangu dakika moja, lakini kwa fadhili za milele nitakurehemu. Everlasting. Bwana asifiwe. Hey, Bwana asifiwe kanisa. Ati kwa ghadhabu ifurikayo nilikuficha uso. Kwa hivyo Mungu labda alikasirika na wewe jambo fulani. Haleluya. Kwa ghadhabu yake akajificha, akakuondokea. Kwa ghadhabu yake hakunena na wewe, haukuona maono, uliona maono ya kufukuzwa. Kwa ghadhabu yake ukawa mgonjwa wakati ule ule. Kwa ghadhabu yake ukawa na ukosefu mwingi zaidi. Bwana asifiwe. Anasema kwa ghadhabu ifurikao nikakuficha uso wangu dakika moja. Na imagine hiyo dakika moja ni miaka. Bwana asifiwe. Dakika hiyo moja ya Mungu dada na ndugu ni miaka. Haleluya. Wacha nikwambie, utalia. Hiyo dakika ya Mungu. Anasema miaka 1000 ni kama nini? Siku moja kwake, sio? Na ni miaka ngapi? 1000. Imagine dakika moja. Na umelia miaka na miaka na miaka. Lakini anasema kwa fadhili za milele nitakurehemu, asema Bwana mkombozi wako. Mkombozi ni yule anayekukomboa katika utumwa ule. Bwana asifiwe. Anakuja kukunyakua, akuondoe. Kwa dakika moja alificha uso wake. That is just a minute. Ndugu zangu na dada zangu, msiogope. Bwana asifiwe. Hiyo yako ni dakika. Hata nimeshapita dakika yangu. Bwana asifiwe. Nishapitia dakika yangu, sio wewe pekee. Na sitaki kutupia Mungu mikono. Nilisema nikufe nikakutwa na shetani. Sitaki tena. Bwana asifiwe. Nilisema nikufe na nikalala vizuri atupesa pale pamoja na nikachinjwe. Na nikavaa nguo vizuri. Nikafikiri ndaamka niseme usinikate. Bwana asifiwe. Wewe wacheni. Acheni hiyo. Haleluya. Wacheni hiyo. Uone mkono wa Mwenyezi Mungu vile ulivyo mkuu. Bwana asifiwe. Ni mkombozi wako. Asema Bwana wa majeshi ya mbinguni. Bwana asifiwe kanisa. Kwa ghadhabu ifurikayo alikuficha uso wake dakika moja, lakini kwa fadhili zake za milele nitakurehemu. Bwana asifiwe. Atakurehemu. Amen. Amen. Imagine that means it is gone. Hiyo dakika imeisha nani? Maybe sasa unahesabu ile tunasemaga unasema ile 49 48 49 50 ndio unaendelea sasa. Hiyo dakika yako moja ikwishe, lakini mimi najua the moment aliponena iliisha. Amen. Bwana asifiwe. Huyo Mungu aliyeona kuna huzuni na kuna wana huzuni hapa ndani ya mioyo yake, ndio wakati iliisha. Bwana asifiwe. Si kusema tuacha nijaribu, and I'm not going to try me. Bwana asifiwe. Yangu nishanyakuwa. Bwana asifiwe kanisa. Haleluya. Hata mimi nimenyakua. Si kuinua mkono, lakini niliinua ndani ya moyo wangu. Sababu mimi nilikuwa msemaji. Bwana asifiwe. Kwa sababu hata mimi sinunguniki. Hata jana nilikuwa na Joyce tukiongea, nikamwambia mimi sinunguniki. Bwana asifiwe. Usinungunike dada, nikamwambia hivyo. Kuwa na furaha. Be happy. Hallelujah. Be happy. Iko siku aliniambia wewe unaona baba kinywa, vile nilikwambia tutakuja kubaki hapa na wewe. Unaona kuna mtu sasa nianze kuosha kikombe yangu. Na sahani yangu. Watu ni ile. Okay, sasa nitakuwa nikitika mama baba, sio? Sawa. Unaona tutabaki na wewe hapa hivi. Nikafikiria mama ananungunika ama ni furaha sababu sasa kila mtu anasema bye everybody, bye see you. Haya, tumekaa hapa hivi, wamekusanyika, wameenda wote, usiku wanarudi. Haya, wakishaenda vile
tumebaki vile tulipatana, sio? Nikamuuliza nilikuwa napika chai? Hapana. Akaniambia nilikuwa nampikia mayai chafu. Na pani ilikuwa yoshi, unaosha pani saa ngapi na jamaa yako? Wewe kijana nikuulize. Na sija, yeye amekuja kunitembelea, si ndio? Mimi nikipika yai sinafurahia. Unataka gani? Scramble, macho. Amekaa hapo hivi macho. Namtegezea pale hivi, anakula. Anaomba kaambia watoto wangu ilikuwa mai chafu. Manake baba wako alikuwa oshipana. Well, nilisema ni sawa, lakini kama siku moja utakuja nikukulia, utakula kwa ile safu. Sasa juzi ananiambia watu tumebaki peke yetu hapa. Hakuna watu. Sasa nikajua ile pan tena. Sawa. Hiyo pan. Sasa nikaona hii ni baraka ama itakuwa si baraka. Na uwezi omba Mungu au watu wabaki. Mungu alisema lazima mtu atatoka na ataenda, sivyo? Mimi nimeshabariki. Tokeni. Kila mtu aende ayoke na huko. Bwana sifiwe. Lakini sasa huyu ananitisha. Ati sahani hata Sandra akikuja, osha sahani. Naye osha sahani yako, mimi sitaki kitu. Alafu kuingia tena na kazi nzuri na furahia. Nyinyi fanyeni tu hivyo, nitakuwa nikipikia tu kwa nangu. Hallelujah. Imagine Margaret na mbona itaosha sahani kidogo. Nyinyi nitakuwa nikipikia chakula watu wawili hapa. Na jana niliambiwa sahani, kikombe. Nikajua kumbe na kumbuka pale mimi ni Adamu. Bwana asifiwe. Haleluya. Sasa tena narudishwa ndani ya nyumba. Nikasema ni sawa. Na ukizidi sana tunajua simamake yuko. Haleluya. Kwa maana jambo hili limekuwa kama maji ya Nuhu kwangu. Maana kama nilivyowaambia, nilivyo hapa ya kwamba maji ya Nuhu hayatapita juu ya dunia tena. Kadhalika nimeapa ya kwamba sitakuonea hasira wala kukukemea. Bwana asifiwe. Kama ni mimi leo hii ningesema aloud amen. Bwana asifiwe. Manake Bwana ameniondolea hasira. Hata kuonea hasira tena. Pale alisema ni dakika moja nilikuondokea, labda ni miaka mingi, sivyo? Lakini leo hii kwa hiyo ghadhabu alikuwa amefurika nayo, aliniacha dakika moja. Lakini kwa fadhili zake za milele nitakurehemu, asema Bwana mkombozi wako. Kwa maana jambo hili limekuwa kama maji ya Nuhu ambayo yamekufurikia wewe. Bwana asifiwe. Mambo haya mengi yamekuwa ni mambo ambayo yamekufurikia wewe. Lakini Mungu anaapa ya kwamba kama vile alivyosema maji ya Nuhu hayatajaza ulimwengu tena. Bwana asifiwe. Mahali ilifika imefika. And that is the reason niliwaambia kwamba mahali hiyo shida yako imefika leo hii. Manake Mungu amesema. Bwana asifiwe. Hallelujah. Amesema haitakufurikia tena. Bwana asifiwe. Kwa sababu leo hii Mungu ameweka kikomo. Umepigwa miaka mingi, hiyo dakika moja maji ilikupiga, mawimbi yakakupiga, upepo ukakupiga, lakini leo hii ameinua mkono wake na anatuliza mawimbi. Hallelujah. Ameatuliza mawimbi. Bwana asifiwe. Anasema kwa maana jambo hili limekuwa kama maji ya Nuhu kwangu. Maana kama nilivyo hapa ya kwamba maji ya Nuhu hayatapita tena juu ya dunia tena. Kadhalika nimeapa ya kwamba sitakuonea hasira wala kukukemea. Haleluya. Ghadhabu yake ameikatilia mbali. Ukiangalia Isaya 12 inasema nini? Utachota maji katika visima vya wokovu. Kwa sababu hata pale Baba alikuwa amenikasirikia pale awali, hasira zako umezikatilia mbali. Bwana asifiwe. Kwa hivyo uko na wimbo wa kuimba dada na ndugu. Bwana asifiwe kanisa. Wala hata kukemea. Maana milima itaondoka na vilima vitaondolewa, bali wema wangu hautaondoka kwako. Milima na itaondolewa. Bwana asifiwe. Bali wema wangu hautaondoka kwako, wala agano langu la amani halitaondolewa, asema Bwana akurehemuye. Bwana asifiwe.
Bwana asifiwe. Vilima vitaondolewa, everything itaondolewa, lakini kuna kitu leo hii anakuja kukuambia, anakuja kukuagizia. Haleluya. Bwana asifiwe. Wema wake hautaondolewa kwako, wala agano la amani halitaondolewa, kwa sababu wakati uko na huzuni hauna amani. Wakati uko na ukosefu hauna amani. Bwana asifiwe. Wakati hakuna hauna amani. Bwana asifiwe. Na ni vibaya sana wakati ule unasikia mtu ako na ulcers, high blood pressure, msukumo wa damu, blood sugar inakuweko, sababu huyu mtu amekuwa na fikra na mawazo na kutafakari. Bwana asifiwe. Huyu mtu ni restless, yani haezi apumziki. Huyu mtu ndio baba, huyu mtu ndio mama, huyu mtu ndio kila kitu ndani ya nyumba yake. Huyu anataka hiki, yule anataka hiki. Mtu mwingine ushaona wakati kuna shida ndio magonjwa inaingia. Ushaona hivyo? Ushaona hivyo? Wakati ile kuna shida magonjwa ndio ingia. Ikitoka hii nyingine huyu. Na utaki kukasirika mpaka ni nini wewe tena? Ulikuwa ni huyu, ni huyu. Bwana asifiwe kanisa. Tulipokuja hapa siku moja maombi, hapa tukaambiwa tuombe kwa sababu ya familia zetu. Bwana asifiwe. Familia zetu kuhusu ajali, maafa na vitu kama hizo. Na the same wiki iliyopita Melissa akavunjika mkono. Bwana asifiwe. Nikiwa nyumbani nimekaa nauliza wapi Melissa? Wapi Melissa? Joyce, umepiga nani simu muulize Melissa na nilikuwa nasumbuka habari ya Melissa. Bwana asifiwe. Mpaka alipokuja ati ameanguka na watu wajika mkono umevunjika. Na alikuwa ameenda kuchukuliwa na mamake huko shule. Yana mngojea hapa, kumbe naye ni saa 2 za usiku. Wameambiana ati wameona ghost shule. Ati wameona pepo fulani. Watoto wenyewe wanachezeana. Sasa yeye akaanguka. Akavunjika mkono. Bwana asifiwe. Ndio unaona amefungwa mkono. Na unaona tumeambiwa ombeeni kuhusu ajali na maafa fulani. Bwana asifiwe. Mimi hata nilipouliza tu nikasema hebu mtoto apelekwe hospitali. Nikaanza kusema mtoto apelekwe hospitali. Nikamwambia Joyce angalia, sikuwa naambia mimi kuna kitu kinanisumbua. Maana hiki ni kiungo changu. Bwana asifiwe. Siwezi nikatulia moyo, kuna kitu. Mpaka walipoingia ndani ya nyumba. Anyway, alipewa matibabu na sasa anazidi kupona. Bwana asifiwe. Ndio naambia hakuna kitu ambacho huwezi fanyika. Mungu akuonyeshe vile nilisema ingefanyika. Bwana asifiwe kabisa. Sasa sio wewe tu. Nilikuwa na raha zangu lakini usumbufu kaanza kuingia. Ai mtoto, mbona amechelewa hivi? Nani anaenda kumchukua? Gari chukueni bwana mlete mtoto bwana. Haleluya. Lakini leo inajua mlima itaondoka, vilima vitaondolewa, bali wema wangu hautaondoka kwako, wala agano la amani halitaondolewa. Asema Bwana akurehemie. Bwana asifiwe. Ewe uliyeteswa, sikiza sasa leo hii. Wewe uliyeteswa, aliyerushwa na tufani, asiyetulizwa, tazama nitaweka mawe yako ya rangi nzuri, nitaweka misingi yako ya yakuti samawi, nami nitaifanya minara yako na ya akiki nyekundu, na malango yako ya almasi, na mipaka yako yote ya mawe yapendezao. Bwana asifiwe. Hayo yote ni mapambo. Bwana asifiwe. Yale Mungu anataka kukupamba nayo. Bwana asifiwe. Maybe ulikuwa unakaa nyumba moja hata pale hivi leo hii, hata uweze fanya improvement. Bwana asifiwe. Unajua wakati unakodisha nyumba ya mtu uweze fanya improvement, si kweli? Si kweli? Maana sio yako. Lakini wakati umejenga yako utafanya improvement, si kweli? Yes, hata kule umekodisha labda utabai mazuria mazuri, makapeti, meza nzuri, makochi mazuri pale hivi, haleluya. Unajua watu wenda ukiendelea vizuri unaanza kuendelea hata na chakula mzuri. Bwana asifiwe. Haleluya. Si umebarikiwa na si ubarikiwe. Haleluya. Na si ubarikiwe. Haleluya. Maana anasema ni wewe uliyeteswa, uliyerushwa,
huku na huku, ni kama ambayo upepo tu unakupeleka. Bwana asifiwe. Hauna utulivu wa moyo. Mawe mazuri ya kutisamawi, zumarati ile ataifanya minara yako akiki nyekundu, na malango yako almasi, na mipaka yako yote ya mawe ipendezao. Haleluya. Ile mawe mazuri yale yanayochimbwa, Bwana asifiwe. Hata yale ambayo ni agoro zaidi. Siku hizi unasikia watu wanatengeneza makicheni za nini? Zinaitwa nini? Granite. Haleluya. Unatengeneza meza ya granite pale hivi. Kama jana tulipoona na nyumba zingine hapo, mawe mazuri imewekwa huko, madirisha hapo, unasikia wewe umeingia ndani na nia wenyewe. Bwana asifiwe. Unasikia ni kama kwako, lakini wewe mgeni. Bwana asifiwe. Umeona kwa TV. Unaanza kusikia ni mzuri zaidi. Bwana asifiwe. Na watoto wako wote watafundishwa na Bwana, na amani ya watoto wako itakuwa nyingi, na hakuna kitu kizuri kama hicho. Bwana asifiwe. Watoto wako wote watafundishwa na Bwana, na amani ya watoto wako itakuwa nyingi. Amani. Bwana asifiwe. Amani ya watoto wako itakuwa nyingi. Hakuna kitu kibaya dada na ndugu leo hii kama uwe na familia, lakini ni familia iliyovunjika. Ni kweli. Usikie huku baba ni mlevi, huko vijana wote ni walevi, watoto wamekuwa spiri. Hata ukiwa ni mwokovu gani, wokovu wako utatikisika. Bwana asifiwe. Haleluya. Lakini kwa uvumilivu wake yeye yule aishie milele na milele. Wewe uliyeteswa, Bwana asifiwe, uliyerushwa na tufanye, asiyetulizwa, tazama itaweka mawe mazuri. Bwana asifiwe. Anazidi kukupamba tu. Mungu anazidi kupamba moyo wako. Mungu anazidi kupamba wakati unapotoka na wakati utarudi. Ati utakuwa na amani moyoni mwako, kwa sababu watoto wako watafundishwa na Bwana kwa amani nyingi zaidi. Haleluya. Na uhoreri vizuri. Ati anasema nini? Utathibitika katika haki, utakuwa mbali na kuonewa. Bwana asifiwe kanisa. Utathibitika katika haki, utakuwa mbali na kuonewa, hautaonewa tena, kwa maana hutaogopa na mbali na hofu, kwa maana haitakukaribia. Bwana asifiwe kanisa. Haleluya. Utathibitika katika haki. Mungu atakushika katika haki yake. Utakuwa mbali na kuonewa, hautaonewa tena, kwa maana utaogopa, na mbali na hofu, kwa maana haitakukaribia. Bwana asifiwe. Hofu haitakukaribia, mabaya hatakukaribia, hautaonewa tena, kwa sababu kinywa cha Bwana kimenena hayo. Bwana asifiwe. And I believe so, kwa sababu hii yote nishaona Mungu wangu akitenda. Dada na ndugu, kuna wakati hata tuko na utulivu. Kuna wakati tulikuwa na mambo mengi, unasikia unaambiwa na huku, unaambiwa pande nyingine, unaletwa maneno mengine hata ni machafu. Bwana asifiwe kanisa. Lakini haya yote Mungu amekuja na kuyaondoa. Bwana asifiwe kanisa. Bwana asifiwe. Na unaona ya kwamba hautembelewi na jamii zako, hawaonekani, hata wakati mnakutana na tumahali siku ya mazishi, na mkienda mazishi mnatengwa. Unaenda kuzika mtu fulani, wewe na watoto wako unakuwa ni kama watu ambao hawana kwao. Bwana asifiwe kanisa. Na ule anazikwa labda hata ni babako, ule anazikwa labda ni mamako, ama ni mtu wenu wa karibu, lakini nyinyi mkiingia mahala pale, nyinyi sio watu. Bwana asifiwe. Wakishamaliza mazishi, wanaenda pale, tunakutana mahali fulani. Wewe umesimama hapa, imagine unarukwa hivi. Unashindwa ni nini inaendelea huko? Yaani na sisi hatujazoea kula kwa mazishi. Unaona hivyo? Hiyo ni uzuri wetu na sisi. Hatunanga hiyo tumbo ya mazishi. Bwana asifiwe. Lakini tumerukwa wanaambiana. Mazishi imekwisha. Tumeshokia ngado mbono. Ni kuja kwenu na nini haya. Unaanza kujikusana. Hakuna mtu anakuambiaje wewe twende kule. Bwana asifiwe. Unaondoka hapo, au unamkiangaliwa na watu wameenda chukuliwa ndani ya nyumba. Yaani huko sasa ndio wanakula
chakula sawa sawa. Bwana asifiwe kanisa. Ushaona hivyo? Ushashikwa na huzuni katika mazishi, kuna fulani huyo amekufa, ni kama amefanya kuwe na huzuni zaidi, manake wewe hauchukuliwi kama mtu hiyo mbali, sio? Na mnakutana na watu zaidi ya miaka 4, hamjaonana miaka 4, lakini umekuja kuzika mtu. Bwana asifiwe. Watu wakikuona wanaanza kusema hivi, na nini sikuanzeni kukutana, tutakuwa tunakutana tu kwa mazishi. Niwaambia kwa sababu nyuta kukutana wakati ule mnaambiwa kuna mbuzi imekulwa, ndio mnajaa kwa nyumba za watu, si ndio? Si nyujaza nyumba za watu wakati mbuzi imekufa. Mbuzi ikifa si ni kukula, ndio mnakuja, lakini mambo mengine hamji. Naambia acha tukutane huko, kuna amani. Bwana asifiwe. Amen. Hawafaika kukaribia. Tazama, yamkini watakusanyana, lakini si kwa shauri langu. Bwana asifiwe. Tazama, yamkini watakusanyana, lakini si kwa shauri langu. Watu wowote watakao kusanya juu yako wataanguka kwa ajili yako. Bwana asifiwe. Haleluya. Wanapokusanya wakusanyike kwa ajili ya Mungu. Wanakusanyika kwa ajili yako mwenyewe. Wakufanyia mambo na vitu na vituko, lakini leo hii wataanguka kwa ajili yako. Bwana asifiwe. Mungu, the moment, wacha niwaambie dada na ndugu, wakati Mungu amesema jambo, na wakati Mungu amekuapia, na wakati Mungu amesema mwisho wako wa jambo hili na ubaya umefika kweli, na mengine mambo yameanza. Amen. Bwana asifiwe. Sio kesho dada, ndugu yangu, sio kesho, ni leo hii, from today. And mark you, utaona ukiamini. Hallelujah. And I believe so. Mimi sibadilikaji dada na ndugu. Kuwe na nini ama nini, nua sibadiliki. Bwana asifiwe. Kwa sababu nani amesema haya? Ni Bwana amesema. Yeye yule anasema niogope. Hata wanapokusanyika, kusanyana, lakini si kwa shauri la Mungu. Watu wote watakao kusanyana juu yako wataanguka kwa ajili yako. Tazama, nimemuumba muhunzi avukutaye moto wa makaa, akatoa silaha kwa kazi yake. Nami nimemuumba muharibu ili aharibu. Nataka ushike mambo hayo mawili. Bwana asifiwe. Dada ndugu, sikiza, nisome kwa kipindi 16 peke yake. Atiriri niye ndobire muturi uria uhurutaga mwaki wa makara, agacoka agathondeka indo cia igera iria cia kuruta wira wake nacio. Onake mundu uria wananganaga akaninana niye ndamumbite. Bwana asifiwe. Haleluya. Uelewe mpate kujua. Tena tazama, muhunzi afukutaye moto wa makaa, yule anayefua chuma ule afukutaye, yani kuna kile kifaa anatumia kwa kupulizia moto. Akatoa silaha kwa kazi yake, akatengeza mikuki. Hiyo ni blacksmith. Bwana asifiwe. Akatengeza mikuki, mapanga na mambo kama yale. Anasema mimi nimemuumba huyo, mimi nimemuumba muhunzi afukuzaye moto wa makaa, akatoa silaha kwa kazi yake. Wakati anapuliza kuchoma zile vyuma, anagonga ndio apate upanga ama apate mikuki au mishale. Ni Mungu aliyemuumba. Bwana pesifa. Akampa hiyo akili ya kutengeza vitu vile. Haleluya. Na Mungu akakwambia tena, nami nimemuumba muharibu ili aharibu. Bwana asifiwe. Anayefanya kazi njema pale, Mungu akamuumba. Anayekuja kuharibu, Mungu alimuumba. Bwana pesifa. Mungu akiwa na kusudi njema. Haleluya. Lakini unaambiwa hili, kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa, na kila ulimi utakaoinuka juu yako katika hukumu atauhukumu kuwa makosa. Mungu ataikondemu. Bwana asifiwe. Huu ndio urithi wa watumishi wa Bwana, na haki yao inayotoka kwangu mimi
asema Bwana. Kwa hivyo hili ni hakikisho thabiti. No weapon formed against you shall prosper. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. No weapon. Bwana asifiwe. Yes. Wewe labda ni muhumzi. Anatekeleza kazi yake. Mungu ndiye aliyemuumba. Wewe pia vile vile ni Mungu amekuumba. Bwana asifiwe. Huyo aharibuye Mungu ndiye alimuumba. Bwana asifiwe. But remember, no weapon formed against you shall prosper. Bwana asifiwe. Hakuna atakaye kuinulia upanga wake, atakaye kuinua ulimi wake. That tongue is already condemned na Mungu. Bwana asifiwe. Kinywa hicho cha huyo anayenena hivyo, huyo amekupatia madakika, huyo anasema nitakushtaki, huyo anasema ati kwamba wewe hautarudi kupita hapa. Dada na ndugu, amini nitapita katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Hallelujah. Wakati wa kuchukua ta nguvu umewadia. Bwana asifiwe. Manake pale nilikuwa tasa, lakini leo inaenda nyumbani, mimi sio tasa tena. Bwana asifiwe. Hallelujah. Mahema yangu nitayavuta, kamba zangu nitarefusha, vikingi vyangu nitavisimamisha wema. And that is the foundation of the salvation. Bwana asifiwe. Hiyo ndio foundation ya wokovu. Vikingi, Bwana asifiwe. Igetuge, Bwana asifiwe. Hizo vikingi vyako, pole zako simamisha vizuri. Amen. Wakati unafanya hivyo, unasimamisha pole zako, vikingi vyako vinasimama vizuri wima. Hata upepo ukija hautavuma, kwa sababu nimeanza kuongeza kamba zangu kule, nimeanza kuongeza mapazia yangu kule. Bwana asifiwe. Kwa sababu kuna upana wa nyumba yangu, kuna upana upande wa kushoto, wa kulia, upande wa kushoto, mbele na hata nyuma. Bwana asifiwe. Kwa sababu nitaweka wapi hivi vitu, manake Mungu anakuja kunipokeza. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Whether iwe ni tasa, amini Mungu atakutendea. Amen. Hallelujah. Mungu atatenda. Bwana asifiwe kanisa. Amen. Mungu atatenda. Na nimwambia Mungu atatenda kwa ajili ameahidi. Na kile usemi wa kinywa cha Mungu ni wa kudumu na ahadi zake ni za milele na milele. Amen. Bwana asifiwe. Wewe amini tu. Amen. Na uondoe huo wasiwasi na uoga ndani yako. Fanya kazi, Mungu abariki hiyo kazi. Anasema yeye bariki kazi ya watu wake hata kama wamelala. Asubuhi na mapema, na ni wakulinda mji wake asubuhi na mapema. Hallelujah. Hallelujah. Atakulinda dada, atakulinda ndugu, mimi atanilinda mimi na familia yangu. Hatutaona mabaya. Bwana asifiwe. Thus says the Lord of hosts. Bwana asifiwe. Amesema Mungu wa majeshi ya mbinguni, naye hadanganyani, sio mwanadamu. Bwana asifiwe. Anaposema wakati umewadia, ati kilio chako hautakisikia tena. Wanaokufanyia mipango hautawaona tena. Bwana asifiwe. Wanaokuotea, waambie wamechelewa na wakati. Wangelikuja jana na jana watakija kesho, bado itakuwa ni jana wangelikuja. Bwana asifiwe. All the time go ahead of time. Bwana asifiwe kanisa. Hallelujah. Kuna mtu aliniambia hivi wakati mmoja. Sasa wewe, mimi sasa, una uhakika wana nani hii mambo ya kuhubiri mpaka siku utakufa? Ilikuwa ni jambo zito sababu sasa kuniambia mpaka siku nitakufa. Sijui kama ameniwekea wakati wa kufa. Bwana asifiwe. Nitamwambia hivi, nitaachana na kuhubiri siku ile Mungu atataka. Bwana asifiwe. Nitaachana na Mungu siku ile Mungu atatafanya nini? Atataka. But kumbuka hata wakati huo nikamwambia sitaachana na yeye. Amesema 1000 years tulikuwa pamoja na yeye katika kiti chake cha nini? Cha ufalme. Bwana asifiwe. Kiti chake cha ufalme. Tukihukumu na tukitoa hukumu pamoja naye. Bwana asifiwe. Nikamwambia wewe ndio utaniondokea kwa sababu unaenda kwa haraka sana. Sababu hiyo ilikuwa inaongea ilikuwa ni pombe. Bwana asifiwe. Haleluya. Yake ilikuwa ni pombe. Akasema niliambiwa na bro yako ya kwamba sasa siku hizi wewe unahubiri utakaki hii mambo ya hukuku. Bwana asifiwe. Au sasa nikaenda juzi. Si juzi sana, okay, kama mwezi mmoja hivi umepita. Kaenda nikawakuta. Akaulizaje? Nani amekuja na hii gari? Akauliza brother wangu. Kumbe brother wangu yule amenifuata alikuwa amemuita. Akamwambia, "Njoo salimie fulani bwana. Wewe miaka mingi umekuwa ukiuliza kule alienda. Njoo msalimie bwana." Sasa mimi nikiondoka wakati kukanyesha mvua. Kana vyakula hapo, nikawaacha hapo mimi,
funganya virago vyangu nilikuwa nafanya na brother zangu hao watatu, nikawaaga. Wakati naenda kwa gari pale hivi, nasema wacha niende kwa sababu ni mtaenda tu hapa karibu. Alikuwa amekaa hivi, akauliza kwani anaenda miguu? Brother wangu akamwambia ati miguu? Sasa kuna gari yake hapo. Gari. Akamwambia gari basi uangalie. Brother wangu yule amenifuata. Na ilikuwa kwanza tupatanagi na yeye, brother wangu huyo amenifuata. Lakini siku hizi tumesikizana sana na yeye. Lakini na kambani. Niko ridho na yeye. Sio naye hivyo, niko ridho sana. Bwana asifiwe. Nakaanga reda. Wacha hiyo unasemaga ya STV. Ndio niliona ameniangamiza. Lakini akamwangalie. Akamwambiaje? Sikizeni vile alimwambia, aliniambia ndivyo ndio alimwambia. Akamwambiaje? Kawangu. Yaani kawangu, yani mimi ni wa wangu. Unasikia hivyo? Akamwambia, hiyo gari yote. Walikuwa na brother wangu mkubwa, ule mkubwa wetu sasa yule brother. Yaani hiyo gari yote, hiyo range ni yake. Wacha. Sasa amekaa hivi. Nasema kwamba akamwambia amekaa wangu. Brother wangu anaambia yeye ni wewe kijana ni wa wangu. Akamwambia ukiona hata kama yake ni ndogo, yani brother wangu gari yake ni ndogo ama yeye ni kama wangu. Wewe ufanya gari hivyo. Yeye atone wangu unakwambia ni kia wangu kile. Unaona hivyo? Sasa nilicheka sana wakati brother wangu alikuwa akiniambia, nilimwambia fulani hivi. Alikupigia simu kuuliza ati siku hizi ni aje namna gani? Nikamwambia mwambie Mungu ndiye abarikie. Bwana asifiwe. Haleluya. Na nikamwambia utabarikiwa kwa ajili nikikwambia hii ni mbaya, sikia hii ni mbaya. Bwana asifiwe. Mimi situpi, mimi nakusanya. Wakati unameza dada na ndugu, acha niwaambie kitu vizuri. Wakati unaona mtu anameza hii, anameza hii, ni kutoa na toa. Bwana asifiwe. Lakini sisi ya tumbo tu. Haleluya. Sisi ni kukusanya, tunakusanya. Bwana asifiwe. Sisi I'm telling you, Wakristo ni kukusanya, hawatafanyi. Bwana asifiwe. Na ndipo sasa na watu wako na wivu, hata kuona mtu wa Mungu akikaa vizuri. Dada zangu kaeni vizuri katika jina la Yesu Kristo. Na amani ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe pamoja nanyi leo hii na hata milele. Na waangazie nuru ya uso wake. May he guide you, lead you and take you wherever you go. Kwa ajili ya Bwana. Na watoto wenu na waume zenu wa kike na wa kiume. Abariki na naipenda abariki. Na inue kutoka mavumbini. Walio hauchukiwa. Na walioonewa. Mungu Baba amesema hawatarudi kuonewa. Na iwe hivyo sisi na familia zetu wote wa kike na wa kiume. Bwana Mungu wa majeshi, tunakushukuru. Tunainua jina lako takatifu. Wewe leo hii umetupatia everlasting peace, everlasting love. Kwa ajili Baba wewe ni Mungu. Umetung'oa Bwana Mungu wetu katika majalala tulilotupa Mungu Baba. Eti hakuna silaha iliyoundwa juu yetu itakuja kufanikiwa kutoka leo hii na hata milele. Si kwa huyo mwanamke ambaye ni mlevi, si kwa huyo mwanamke ambaye haamini, au msichana awaye yote mamake yuko hapa Mungu wangu, au baba yuko hapa Mungu Baba. Ninakatana na huyo Mungu Muumba. Nakatana na uharibifu wa shetani. Nakatana Baba na mikataba yoyote ile iliyopatana Bwana Mungu wangu, ili watu wako Baba wakiharibiwa, ili watu wako wakitolewa katika wema wa Mungu. Not today, not tomorrow, not ever. Kwa sababu shetani hauna nguvu na hauna mamlaka juu yetu, juu ya mmoja wetu na juu ya watoto wetu, hata watoto wetu after the first generation. And Satan leo hii na kuamuru uende katika mashimo ya giza na ukae katika mashimo ya giza, because Satan, you have no choice. You have no choice. Na ahame na wanaume mbarikiwe na wanawake mbarikiwe na wasichana wetu wa kike na wa kiume wabarikiwe leo hii na hata milele.
na amani ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe pamoja nasi sisi sote kutoka leo hii na hata milele. Amen and amen. Asante.